Leo tutakuwa na somo linaloitwa linalosema kwamba kanuni ya pili ya uwakili mwongezeke. Tutajikita katika Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 28 na Wakorintho wa pili sura ya 9 fungu la 10 na la 11, lakini pia tutaangalia katika Mathayo 25:14 hadi 30. Tutaangalia pia Luka 19 mstari wa 11 hadi wa 27. Kwa hiyo tutaangazia kwenye hivyo vitu vichache. Basi niwaalike tuweze kupata kuomba. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa wakati huu ambapo tunajinyenyekeza miguuni pako kwa ajili ya ibada ya leo. Baba mbinguni, tunakuomba sasa tupatie unyenyekevu wa kujifunza neno lako na kuweza kulielewa. Katusaidie sasa pale ambapo tunapokuwa wagumu wa kuelewa. Kafukuze usingizi kwa aina yoyote ambayo unaweza ukatusababisha maneno yako yakapita bure. Mimi ninayesimama hapa kuzungumza na mkutano huu, Baba wa mbinguni, na kuomba ukanitumie tu kama chombo cha kupitisha maneno, lakini mnenaji mkuu ukawa ni wewe. Ninaamini utatenda hivyo, kwani nimeomba katika jina la Yesu. Amina. Tunapoangalia swala la wakili, wakili tulijifunza katika juma hili kwamba wakili ni mtu ambaye amepewa kusimamia kitu ambacho sio cha kwake. Huyo ndio wakili. Wakili ni mtu ambaye anasimama mbadala wa mtu fulani. Mfano halisi kwamba leo hii tunafahamu wapo mawakili mbalimbali hata serikalini ambao wapo wanasimamia kesi za watu, wanafanya yale ambayo matakwa ya waajiri wao walitakiwa kuyafanya. Huo ndio wakili. Lakini pia mtu anayesimama sehemu fulani kwa ajili ya kumwakilisha mtu mwingine, na tafasiri mbalimbali ambazo unaweza ukazielezea za uwakili. Lakini uwakili ni kusimamia kitu ambacho sio cha kwako. Lakini licha ya hivyo pia sisi tukajifunza kwamba tumepewa vitu vingi na Mungu tuweze kuvisimamia. Kwa hiyo tumepewa vitu vingi na Mungu tuweze kufanyaje? Tuweze kuvisimamia. Na katika somo la leo la mwongezeke, katika maelezo nasema tumethibitisha kwamba Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake, kwa sura yake, akashiriki naye pumzi yake ili kumpa uhai na kumkabidhi mkononi mwake dunia yote na vyote vilivyoijaza kama msimamizi wa akili mkuu. Yaani sisi wanadamu tumepewa jukumu la kuwa mawakili, lakini si mawakili tu wa kawaida, wakili mkuu. Huyo wakili mkuu ni mtu wa kawaida? Ni mtu mkubwa sana. Tumepewa jukumu hilo sisi kuweza kusimamia. Kwa hiyo katika kumpa mwanadamu mamlaka haya ya uwakili, Mungu alimpa amri au masharti matano ambayo yalipaswa kutumika kama kanuni kuu za kufuatwa katika utendaji wa wajibu wake aliyokabidhiwa. Kanuni hizi zilipaswa kutumiwa na mwanadamu kwa njia moja ama nyingine katika kila moja ya majukumu yake ya uwakili aliyokabidhiwa. Pia amethibitisha kwamba Mwanzo 1:28 ndiyo mawasiliano ya kwanza kabisa ambayo Mungu aliyafanya na viumbe wake. Pia tulichunguza kifungu cha Mwanzo 1:26 hadi 28 kinachojumuisha seti ya masharti ya kanuni 5 ambazo Mungu alimpa mwanadamu kwa ajili ya utendaji wa kazi yake. Mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kanuni hizi 5 ni pamoja na zaa, ongezeka, jaza, tiisha na tawala. Hizi ni kanuni 5 za milele zilizoanzishwa na Mungu. Jana tuliona kanuni ya kuzaa, na kanuni hii ya kuzaa watu wengi wameichukua vibaya. Wao wameichukua ni kuzaa watoto peke yake, yaani watoto wa kimwili, yaani kuzaa sana.
Yaani hao sasa ndio watu ambao wanasema wanatekeleza kanuni ya nani? Ya Mungu ya kuweza kuzaa sana. Anaweza akazaa hata watoto 20. Anasema mimi naijaza nini? Naijaza dunia, maana ninatekeleza agizo la nani? Agizo la Mungu. Na kupitia somo hili tumejifunza kwamba tunatakiwa kuzaa matunda. Wale wote ambao tuko ndani ya Kristo tunatakiwa kuzaa matunda ya ukarimu. Ni mazao haya na mazao mengine kupeleka injili kwa watu ili watu wamtambue Yesu, wabatizwe. Hayo ni miongoni mwa mazao ambayo tunatakiwa kuzaa. Kwa hiyo kama wewe unatekeleza upande wa kuzaa watoto wa kimwili tu, basi utakuwa uko tofauti. Sasa kinachotakiwa ni kuzaa kwa matunda yaliyo mazuri, ikiwemo kuzalisha kile ambacho Mungu alichokupatia, kalama na vitu vingine. Anasema zaeni. Kwa hiyo tumechunguza kanuni na amri ya kwanza ambayo Mungu aliwapa wanadamu wakati wa uumbaji. Zaeni. Mungu aliwaumba wanadamu ili wazae. Tuligundua kwamba ingawa dhana ya kuzaa inabeba wazo la uzazi wa kibinadamu, kusudi la Mungu, matarajio na maana ya kweli ya neno hili pana zaidi kuliko kuzaa tu watoto na kuijaza dunia. Agizo na matarajio ya Mungu kwa wanadamu yalikuwa ni kuzaa matunda katika viumbe vyote na ndani ya mawanda matatu ya juu, angani, chini ya dunia na eneo pana la nchi. Kuzaa matunda kunahusu kuwa na tija, ziada, uwezo au ubunifu, hekima na kutunza rasilimali zilizopo, wingi, kuumba au kuwa na wingi, yenye uwezo wa ubunifu wa kutumia rasilimali kwa mtu binafsi, kwa wengine na kwa utukufu wa Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo alithibitisha zaidi kwamba Mungu hutukuzwa tunapozaa matunda mengi, na kwamba ni uthibitisho wa wanafunzi. Yohana 15:8. Kuzaa matunda mengi unawezekana na wakati Mkristo anapoanzisha uhusiano na ushirika na Yesu. Kwa hiyo mtu anapokuwa anaanzisha ushirikiano na uhusiano na Yesu, tunatarajia kuona akizaa matunda ambayo si kuzaa tu kimwili. Zaeni muongezeke. Baada ya amri ya kwanza ya kanuni ya kuzaa matunda, ufunguo wa pili muhimu ambao Mungu alimpa mwanadamu kwa ajili ya kutimiza na kutekeleza agizo la uwakili ni kuongezeka. Inavutia kuona kwamba katika kitabu cha Mwanzo pekee maneno haya mawili, zaeni muongezeke, yanatokea pamoja mara 12, yakiwa na maana tofauti lakini yenye kuhusiana kwa ujumla. Kirai hiki kinarejelea kuzaa watoto na kuijaza nchi. Hata hivyo, kwa maana ya kina na pana zaidi, kifungu hiki kinarejelea kuwa na tija, ziada na uwe na ubunifu wa rasilimali unazozitumia, ulizopewa kwa bidii na katika kazi kuwa na vingi. Kwa hiyo unaweza ukawa una kazi zako ambazo unazozifanya, lazima uwe na bidii. Mungu anachokutaka uwe na bidii kwa kile ambacho alichokukabidhi. Yaani ufanye kazi kwa bidii. Kuwa na kazi sio shida. Shida unaifanya kazi yako katika hali gani? Je, unaifanya katika hali ya ulegevu? Unaifanya katika hali ya bidii? Mungu anachokitaka sisi kwetu, kazi ambazo tumepata kuzifanya, lazima tuzifanye kwa bidii. Lakini sio bidii peke yake ambayo itakayotusaidia. Lazima tuwe na ubunifu wa rasilimali ambazo tumepewa. Yaani maana yake ni kwamba leo hii unaweza ukawa unauza mapapai na ukaona mapapai haya hayaendi, ukaona mapapai haya hayanunuliki. Kinachotakiwa sasa hapo ni wewe kuwa mbunifu wa kwamba sasa, kwa kuwa mapapai haya mazima hayanunuliki, sasa cha kufanya nitengeneze juisi ya mapapai ili niweze kuwauzia watu. Unaona miwa hii haiendi, hapo ndipo unapotakiwa kuwaza nje ya box, kufikiri zaidi kwamba nachotakiwa kufanya ni kutengeneza juisi, watu wapate kunywa juisi. Yule mtu ambaye alikuwa na nia ya kununua mua akaona ni usumbufu. Unajua kuna watu wengine
wana sifa zao ndani ya jamii, wana heshima zao ndani ya jamii. Mtu leo hii amkute mtu anavunja mua kwa kutumia meno, anaona kuna shida. Hamu ni kula mua, anashindwa. Lakini sasa kama umetengeneza juisi, umetengeneza juisi ya miwa, mtu ataweza kuisogelea na atakunywa, maana atakunywa akiwa amekaa na kwa hekima. Kwa hiyo lazima katika maisha unaohitajika ni ubunifu wa kutumia rasilimali ambazo tumepewa na Mungu. Je, rasilimali ambazo umepewa unazitumia kwa njia zipi? Leo hii mtu unaweza kumwambia unatakiwa ufanye hiki, asema kwa kweli mimi siwezi. Najua katika mwaya hii huwa nakaa naangalia naona hakuna kabisa hata mgahawa ambao ni mzuri ambao uko bora zaidi. Unaweza kumwambia mtu anatakiwa ufungue mgahawa, mwambia biashara ya mgahawa ni ngumu sana, kwa sababu watu wengi wamefanyaje? Wamejaa na wamefungua migahawa. Sasa kinachotakiwa ni nini sasa? Wewe uwe mbunifu. Mtu anapokuja kula kwako chakula, tengeneza mazingira yaliyo safi. Unaweza ukatengeneza ukaweka feni. Huo ni ubunifu. Ukaweka feni, baada ya kuweka feni, unaweza ukaweka hata tishu. Akimaliza kula chakula, ananawa na maji, badala ya kujifuta na kitambaa chake, anatumia tishu kujifuta. Huo ni tayari ni nini? Ni ubunifu. Yaani shida sio kufanya kitu. Ni kweli maisha ya sasa kila mtu yupo anapambana. Kila mtu anapambana. Sasa na wewe ukiingia kwenye mfumo wa kupambana kwamba umaskini labda umenichosha, nataka niingie katika kufanya kazi, nataka nipambane kufanya kitu, lazima kitu kitakuwa ni kigumu. Badala ya kuuza mitumba ambayo mtu akija kuchagua anainama, anaanza kuokota kama anaokota mbilimbi, unatakiwa wewe mitumba ile ukaipige pasi, uitengenezee henga. Mtu akifika anachagua akiwa amesimama. Yani unatakiwa uwe mbunifu kwenye rasilimali ambazo Mungu amekupatia. Unatakiwa uwe mbunifu kwenye kazi ambayo Mungu amefanyaje? Amekupatia. Naomba nisome katika maelezo. Nasema muongezeke. Leo tunaangalia amri na kanuni ya Mungu ya pili. Muongezeke kwa undani na kuchunguza maana yake, umuhimu na matumizi ya kuzingatia. Mamlaka yetu ya uwakili ni nini hasa ambacho Mungu aliamuru mwanadamu afanye na awe vipi? Neno linalotafsiriwa kama ongezeka kimsingi ni istilahi ya kisayansi, hasa katika nyanja ya hisabati, ambayo maana yake ya msingi ni kuongeza kwa namna nyingi. Mara nyingi neno la Kiebrania labai linalofasiriwa ongezeka linamaanisha kuongeza, kupanua, kuza, kuwa na nyingi au tele. Kwa hiyo kama ilivyotajwa hapo awali, matumizi ya namna ya laba inapaswa kuonekana kama kurejelea ongezeko katika maana yake ya karibu ya uzazi na upana zaidi ya kuwa na tija, ziada, ubunifu na uwezo wa kutumia rasilimali, kuwa na bidii katika kazi na kadhalika. Kwa hiyo kile kitu ambacho umepewa, kile kitu ambacho unakifanya, Mungu anatarajia kuona kinaongezeka, kinakuwa kikubwa. Naona joto limezidi sana. Tunatakiwa tuwe wabunifu, au si? Tumepewa kanisa, tunatakiwa tuwe nini? Wabunifu. Tunaweza tukafunga feni hapa hata 4, maisha yakaendelea na watu wakawa wanaabudu bila kujipepea. Maana mtu anaweza kumwambia soma Biblia, kumbe Biblia hiyo ndio anatumia kufanyaje? Kujipepea. Kwa hiyo Mungu anatarajia kuona kila ambacho amekupatia kinaongezeka. Yaani maana yake kama ulikuwa na mbuzi 2 mwaka jana, mwaka huu Mungu anatamani kuwaona mbuzi wanafanyaje? Wanaongezeka. Kama ulikuwa unauza mandazi 100 kwa siku, mwaka huu Mungu anataka yaongezeke. Ukaongeze. Hiyo ndiyo sehemu ambayo tunatakiwa tufanyeje? Tukaongeze. Lakini pia tunahitaji kuongeza watu.
ndani ya kanisa letu. Tunatakiwa tukahubiri watu waongezeke, waje ndani ya kanisa, wamwabudu Mungu. Ndivyo Mungu anavyotutaka tukafanyeje? Tukaongezeke. Yaani usiwe vile vile jinsi ulivyo. Mwaka jana ulikuwa yule yule na mwaka huu umekuwa yule yule. Yaani wewe hutaki kuongezeka. Una kipawa ambacho Mungu amekupa, jitahidi. Kitumie, kinoe kwa namna yote ile. Jitahidi kusoma vitabu mbalimbali ili kiweze kipaji chako kufanyaje? Kukua. Kwa hiyo lazima tukaongezeke. Anasema kwa asili Mungu ameumba karibu kila kiumbe hai chini ya kanuni ya asili ya mbegu. Aliumba vitu vyenye uwezo wa mbegu wa kuzalisha ili kuzaana, na kwa kila aina yake, Mwanzo 1:11 na fungu la 12. Mimea na Mwanzo 1:24 hadi 25. Wanyama hutumikia kueleza kwamba kila kitu kilichokusudiwa kurudufu aina yake mahususi, kanuni ya msingi ya mwendelezo wa kibiolojia. Kanuni hii ya kuzaa ya kuongezeka inaonyeshwa vizuri kwa mfano katika viumbe vyote ambayo Mungu aliviumba. Katika makundi ya mimea na wanyama, mwishoni mwa miezi 9 mwanadamu na idadi ya spishi za wanyama wanaweza kuzaliana na kuongezeka mara 2 kwa aina zao wenyewe. Wanyama wengine huzaliana katika miezi 6, wengine miezi 3, wengine mwezi 1 au siku 21. Ndiyo ilivyo kwa mimea. Mbegu moja ina uwezo wa kuzaliana na kuongezeka kwa wingi kila moja katika majira yake. Unajua, kama kuna kitu ambacho mtu anaweza akafanya na akapata kwa uaminifu mkubwa ni kwenye kilimo. Mbegu haijawahi kumdanganya mkulima. Ni wewe tu na mahesabu yako ndio utakayefeli, lakini mbegu haijawahi kufeli. Mbegu unaweza ukapanda moja. Halo? Unaweza ukapanda mbegu moja, ndani yake itakapokuja kutoa matunda au punje zingine uliyopanda ni moja, zinaweza zikatoka 20. Sasa wewe mwenyewe utasema kwamba mwaka huu nimefeli kwa sababu ya malengo yako, sio malengo ya nini? Ya mbegu. Kuna watu wanaweza wakalima ufuta, makusudio yake labda alitamani kupata ndonga 2. Ukimuuliza kiasi alichopanda pale, alipanda kiasi gani? Wewe shangaa alipanda debe moja. Na katika kuvuna amepata gunia hili, gunia moja. Mbegu na mwanadamu nani mwaminifu? Mbegu, maana ina uaminifu mkubwa. Wewe ulipanda punje moja, zimetoka 20. Sasa wewe tu ndo malengo yako yamefanyaje? Yamefeli, lakini yenyewe imetimiza malengo. Wangapi wananielewa kidogo? Au nirudie kuzungumza? Yaani kwamba wewe ukatumia kilo 2 za mahindi ya kisasa, ukazinunua kwa gharama kubwa, ukapanda shamba lako robo moja, ukaja kupata kilo 5, mbegu imetimiza uaminifu, imeongezeka. Ni wewe tu ambaye umefeli kwa sababu matamanio yako ulitakiwa kupata labda ndonga 2, lakini yenyewe tayari imefanyaje? Imeongezeka. Alafu mtu anasema kilimo bwana, kilimo kimeniangusha sana. Kilimo hakijakuangusha, maana mbegu imetimiza hitaji ambalo ilikuwa imekusudia. Sasa na sisi wanadamu ni mbegu ambayo inatakiwa kuongezeka, kuzaa, kuongeza kile ambacho unachokifanya ni kuhakikisha kinakuwa. Na mbele tutaona kwamba Mungu ametaka kuongeza kwenye nini? Kwenye vingi au kwenye vichache. Maana mtu mwingine anaweza akasema, mimi nimebahatika kuwa na shilingi 10,000, nitaiongeza vipi? Siku moja kuna mtu mmoja alinichallenge status, akaniuliza kwamba ninaweza nikaanzisha biashara kwa mtaji wa shilingi 1,000. Nikamwambia yes, unaweza. Kwa nini usiweze? Unaweza. Ni nia yako tu. Akasema sasa biashara gani ambayo naweza nikafanya ya mtaji wa shilingi 1,000? Nikamwambia biashara zipo nyingi. Na inaweza kukuzalishia hela nyingi tu ukikusudia.
Nikamwambia unaweza ukachukua makopo haya ambayo watu wanakunywa maji ya lita 1.5 wanafanyaje? Wanayatupa. Wewe unayaokota. Ukisha yaokota unachukua hata makopo 20 ukisha yaokota unachota maji sehemu ambapo kuna visima vizuri ambapo vinauza nini? Vinauza maji. Ukishachukua yale maji umenunua, labda tuchukulie ndoo moja shilingi ngapi? Huko nyinyi mnunuaji maji. Ndoo moja inauza shilingi 100 na ndoo nyingine inauza shilingi ngapi? 100. Ukiwa na ndoo mbili ni sawa sawa na umetumia shilingi ngapi? 200. 200 hiyo chukua yale makopo ambayo umefanyaje? Umeyaokota. Sawa jamani? Jaza maji mle. Ukishajaza maji hakikisha maji yanakuwa yale ni salama. Alafu kipindi hiki cha kiangazi wewe cha kufanya, mtaji wako ni nguvu zako wewe mwenyewe. Simama yale maji yatembeze kwa watu. Hata mnadani, nenda kayatembeze. Kama unaweza kukodi baskeli au kuchukua baskeli kwa mtu kamuomba, basi anaweza kukusaidia. Nenda kauze, watu wanahitaji maji. Kopo moja uza shilingi 100. Halo. Tuko pamoja au naongea peke yangu hapo? Au unachokiongea na nyinyi akiwaingia akilini? Akiwaingia akilini ni kwa sababu hamjataka kuingiza katika utekelezaji. Ukiuza yale 20 ya dumu la kwanza ya lita 20, tuchukulie ile dumu la kopo la maji ya Uhai ni lita 1.5, ukapata makopo 10 tu, na lile dumu jingine makopo 10, makopo 20. Ukiuza kwa shilingi 500 mara 20 unapata shilingi ngapi? Au na mimi niwe nataja mtu anakuja anajibu swali hapo. Unapata shilingi ngapi? 10,000. Tayari hapo haujapata mtaji wa kuendeleza kile unachokifanya. Haya, sawa. Na niombe tufungue kitabu cha Mathayo 25 fungu la 14 hadi la 30. Tusome hapo. Mwingine afungue Luka 11. Ishirini na 14 hadi 30. Luka 19:11 hadi 27. Aanze wa Mathayo. Inasema, maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri. Aliwaita watumwa wake akawaweka kwa mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1. Kila mtu kwa kadri ya uwezo wake. Akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo. Akachuma faida talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida. Ndio. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua chini akaificha fedha ya bwana wake. Ndio. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Ndio. Akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5, akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine 5 nilizopata faida. Ndio. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 2, akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2, tazama talanta nyingine 2 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ndio. Ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 1, akasema, Bwana, naitambua ya kuwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Bali nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako.
Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, jua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya? Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoa riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. 28. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliyenazo talanta 10. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. 30. Na mtumwa yule asiyefaa mtupeni mbali katika giza la nje, ndiko kutakapokuwako kilio na kusaga meno. Asante sana. Karibu. Luka 19:11 hadi 27. 11 nasema, aliposikia hayo aliongeza kusema mfano, kwa sababu alikuwa hapo karibu na Yerusalemu, na wao walidhani ya kuwa ufalme wa Mungu utaonekana mara moja. Basi akasema, mtu mmoja kabaila alisafiri kwenda nchi ya mbali ili ajipatie ufalme wa kurudi. Akaita watu 10 katika watumwa wake, akawapa mafungu 10 ya fedha, akawaambia, fanyeni biashara hata nitakaporudi. Lakini watu wa mji wake walimchukia, wakatuma wajumbe kumfuata na kusema, hatumtaki huyu atutawale. Ikawa aliporudi ameupata ufalme wake, aliamuru waitwe wale watumwa aliyowapa fedha, ili ajue faida aliyopata kila mtu kwa biashara yake. Akaja wa kwanza akasema, Bwana, fungu lako limeleta faida ya mafungu 10 zaidi. Akamwambia, vema mtumwa mwema, kwa vile ulikuwa mwaminifu katika neno lilo dogo, uwe na mamlaka juu ya miji 10. Akaja na wa pili akasema, Bwana, fungu lako limeleta mafungu 5 faida. Akamwambia, huyu naye wewe uwe juu ya miji 5. Akaja mwingine akasema, Bwana, hili ndilo fungu lako ambalo nililoweka salama katika kitambaa, kwa maana niliogopa, kwa kuwa mtu mgumu, wachukua usichoweka, wavuna usichopanda. Akamwambia, nitakuhukumu kwa kichwa chako, mtumwa mwovu wewe. Ulinijua kuwa ni mtu mgumu, nichukuaye nisichoweka na kuvuna nisichopanda. Basi mbona hukuiweka fedha yangu kwa watoa riba, ili nijapo nipate pamoja na faida yake? Akamwambia akawaambia waliosimama karibu, wanyang'anyeni hilo fungu, mkampe yule mwenye mafungu 10. Wakamwambia, Bwana anayo mafungu 10. Na waambia, kila aliye na kitu atapewa, bali yule asiye na kitu atanyang'anywa hata alicho nacho. Asante sana. Visa hivi viwili vinafanana. Katika Mathayo sura ile ya 25 tunaona mtu wa kwanza alipewa 5, mwingine akapewa 2, mwingine akapewa 1. Lakini alipokuja kufanya hesabu nao, yule wa 5 akaleta ngapi? Akaleta 5 alizozalisha, maana yake zikawa ngapi? 10. Yule aliyepewa 2 akafanyaje naye? Akazalisha. Yule aliyepewa 1 yeye alikuja akasemaje? Kwamba bwana, wewe nilikujua mgumu, unakusanya pasipo kutawanya. Yaani maneno ni mengi anayoyazungumza, kiasi kwamba akimlaumu aliyempa ile 1 aliyopewa. Maana yake ni nini? Tumepewa talanta na Mungu, tumepewa vitu na Mungu. Kinachotakiwa ni kufanyaje? Ni kuzalisha, kuendeleza, sio kukaa nacho. Unajua, wakati mwingine watu huwa tunaenda tunamlaumu sana huyu wa 3 katika sura ya Mathayo sura ya 25, ambaye alienda akafanyaje? Akachimba shimo chini akafukia, alafu akarudisha kama ilivyo. Jamani, huyu kwa kumwangalia huyu ni mwaminifu. Mnasemaje?
Kuna wengine wanasema sio waaminifu. Haya, mbona wewe ulipopewa 10,000 uliila? Yaani umeshindwa kuizalisha lakini ukaila. 10,000 tu umepewa ukaizalishe, lakini ukafanyaje? Ukaila. Huyu yeye alikuwa ni mwaminifu, akachimba wapi? Chini, akafukia. Amefukia akijua ya kwamba bwana wangu atakaporudi aikute. Halo. Leo hii mchungaji, kuna vijana, leo si siku ya vijana. Leo hii kuna vijana wapo kanisani, wanasoma neno na kulielewa. Sasa mpe kazi, mwingize kwenye swala la kuzalisha. Lawama kibao, analawama kibao. Mimi huwa nachukia na najisikia vibaya kumuona kijana wa ndani ya kanisa analalamika eti serikali haitoi ajira. Huwa nashangaa na nitaendelea kushangaa. Huwa nashangaa sana kijana aliyeko ndani ya kanisa analalamika, anasema serikali imeshindwa kutuboreshea maisha. Yaani anatamani angekuja mtu fulani akawa kiongozi, huenda uchumi wetu ungebadilika. Wakati huo anasoma neno la Mungu linamwambia siku za mwisho kutakuwa na nyakati za nini? Za hatari. Na niwaambie vijana wenzangu, kama haujaamua wewe mwenyewe kusimama na kujisimamia katika maisha yako, hakuna kiongozi atakayekuja kubadilisha maisha yako. Hayupo hata huyu. Na kadiri ya siku zinavyozidi kuwa chache za kurudi kwa Yesu, ndivyo uchumi utakavyokuwa mgumu zaidi. Yaani hakuna uchumi ambao utalegea. Hayupo kiongozi atakayekuja kulegeza uchumi. Leo hii tuna vijana ambao si waaminifu. Hatoi zaka na sadaka kwa Mungu, lakini hata yeye ukimweka hata dukani kuuza, anauza duka, anajiuza na yeye. Huyo ni nani? Ni kijana. Vijana wamekuwa si waaminifu kabisa. Kufanya kazi hawataki. Yaani yeye anaweza akawa na bidii kutafuta hela, baadaye akishapata hela ananunua smartphone. Ndio mafanikio yake. Anakuwa ni mtu wa kushinda wapi? Mitandaoni. Na Mungu ni mwaminifu, katupa masaa sawa kila mtu. Yaani wewe umepewa masaa 2, mimi nimepewa masaa 2. Na mtu aliyeko Mwanza amepewa masaa mangapi? Kuna mtu mmoja anatumia masaa yake kushinda mitandaoni. Haya 2. Kuna mwingine anatumia masaa yake kufanya kazi, kujiingizia kipato. Hebu niambie, mwenye hasara mwenye faida yuko wapi? Halo? Lakini kitu kingine, mtu anataka kuanza biashara, anaanza kusema, mimi mwenyewe mtaji nilio nao ni mdogo sana. Haunitoshi, haunifai. Ningepata hata kuwa mkubwa. Yaani mtu ana 1,000,000 bado anasema 1,000,000 niifanyie nini? Yaani 1,000,000 kweli uifanyie nini? Sasa lini utapata hela nyingi? Yaani anataka awe na 10,000,000 ndipo aanze kufanyaje? Ndipo aanze kufanya biashara. Yesu anatuhimiza ya kwamba kile tulichofanikiwa kukipata kinatakiwa kizalishwe, kikaongezeke. Yaani hata kama wangepewa sawa, hata huyu angepewa 10 kama ule wa mwanzo, zile 10 angeenda kuzifukia. Maana anaogopa inaweza kafanyaje? Inaweza kapotea. Ndivyo watu sasa hivi akitaka kuanzisha jambo lolote, ana hofu, nilime kabisa na mwaka huu mvua itanyesha kweli? Yaani anashindwa. Wenzake wanalima na wanapata mazao, yeye anakaa anashangaa. Hofu, lawama, kulaumu mtu. Kazi yake ni kulaumu mtu. Huyu alikuwa analaumu mtu. Ndivyo sasa hivi vijana wengi wamekuwa ni watu wa kulaumu. Ajira hamna, serikali ya hovyo, haitusaidii. Sasa nataka serikali kusaidieje? Lazima sisi wenyewe tuamue kufanya. Na niwaambie kitu, hakuna mtaji mdogo kwenye maisha. Ndicho nilichojifunza mimi kwenye maisha. Hakuna mtaji mdogo wowote ule, uwe wa fedha, uwe wa nguvu, hakuna ulio mdogo. Shida ni kufanya kwa uaminifu. Ni kufanya kwa uaminifu na malengo. Una malengo gani? Yaani leo hii kijana ukiamua ukapata biashara yoyote ile ambayo ina uwezo wa kukuingizia shilingi 1,000 kama faida kwa siku, na ukaamua kuiweka kila siku kwa mwaka,
unaingiza 365,000. Halo, bado ni ndogo jamani, Ukipata biashara ambayo inakuingizia shilingi 10,000 kila siku kwa mwaka, una 3,650,000, bado ni ndogo. Tumeshindwa kufanya kwa sababu ya mitazamo. Tumeshindwa kufanya mabadiliko kwenye maisha yetu kwa sababu ya mitazamo mibovu. Tumekuwa tumebeba mitazamo hasi, mitazamo ambayo haifai. Vijana wakibahatika, yani kanisa hili mchungaji likibahatika kuwa na vijana 5, wangapi? 5 tu, sio hata 20, 5 tu, ambao wana uwezo kila mtu, yani kila mtu kwa mwezi analeta sadaka na sadaka laki hizi au laki hii, 100,000. Unafikiri kuna shida? Lakini sasa hivi tumekuwa ni watu wa kulalamika. Angalia hata hawa waliopewa 10, wamepewa sawa kila mtu moja, ameenda mwingine kazalisha, tena walioenda kuzalisha ni hawa tu 3, wengine wale hawakushughulika. Ndivyo leo hii kanisani tupo tu, hatushughuliki. Zaka na sadaka kwa Mungu utoi, maisha yako yenyewe haeleweki, upo tu. Unasubiri kujaza dunia kwa maana ya kuzaa. Unajua hata mimi kabla sija nilikuwa na mpango wa kuzaa sana. Kabla sijasoma mpango wa kuzaa. Nilikuwa na mpango wa kuzaa sana na huenda ningefikisha watoto wengi sana. Lakini nikajifunza kwamba tunatakiwa kuzaa hata watoto wachache tu. Lakini kitu kinachotakiwa kufanyika ni kuzalisha, kuleta matunda ambayo kwenye jamii watafaidika. Jamii itafaidika. Hivi jaribu kujiuliza leo hii. Kijana mmoja akachukua vijana hawa 2 kwa ajili ya kusaidiana nao kazi, hata kama anawalipa posho ya shilingi 10,000. Hajasaidia watu. Yaani tunabarikiwa tuwe mibaraka kwa watu wengine. Tunazalisha tuwe mibaraka kwa watu wengine. Kama hauamini, mwangalie mwanamke. Mwanamke akizaa ana maziwa ya kwake. Akizaa maziwa yale hayanyonyi yeye. Halo? Au kuna wanawake wakizaa maziwa mnanyonya nyinyi wenyewe? Sianyonyesha mtoto wake. Maana yake ni nini? Amefanyaje? Amezalisha kwa ajili ya mtu mwingine. Na kama kuna mzazi tutamuona akanyonya maziwa yake yeye mwenyewe, jioni tutaitana, mama fulani nimemuona eti ananyonya maziwa yake. Inabidi tukupeleke Dodoma, Milembe, wakakuangalie uko sawa kweli wewe? Unanyonya maziwa yako, japo ni ya kwako kabisa. Ni ya kwako kabisa. Unakula wewe unashiba, uwe na maziwa mengi. Tukikuona unayanyonya. Halo? Tunakupeleka wapi? Yaani hili sio swala hata la kujadili, maana tutakuwa na aibu. Kanisa mama ananyonya maziwa yake. Na ndicho Mungu anachotaka katika maisha yetu. Kufanyeje? Kuzalisha kwa ajili ya watu wengine waweze kubarikiwa. Anatutaka tutoe zaka na sadaka kwa ajili ya kazi yake iweze kusonga mbele. Kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Lakini hakuna mtu ambaye anajishughulisha. Niwaambie jamani na niwatie moyo. Tuliona kwamba jana alikuwa anazungumza mtu anatakiwa awe tajiri. Niwatie moyo. Na mimi kanisa hili nawaona vijana wengi wana sura za utajiri. Halo? Yaani hawataki hata kusema amina. Maana wanajua kabisa kwamba huyu mzee anachokizungumza anatukosea sana. Na mimi nipo lazima niwakosee. Sihitaji kupendwa na mtu. Lazima niwaambie ukweli. Atakayechukia sawa. Ila lazima tuambizane ukweli. Tukafanye kazi. Tuache kukaa. Yaani Mungu kasema siku 6 fanya nini? Ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu. Yaani siku 6 ufanye kazi, sio ukachomekee. Ukafanye kazi, sio kuwa na muda wa kupiga porojo kwenye vijiwe. Tukafanye kazi. Unalima, fanya kazi kwa uaminifu. Lakini unapokuwa unafanya kazi, ukitaka kufanikiwa, ifanye kazi hiyo kwa muda mrefu na kwa uaminifu. Kwa maana ya kwamba hata kama kuna changamoto utakuwa unazielewa. Lakini sasa hata kijana akianza kufanya kazi leo, kichwani utulivu hamna. Yaani akisikia alikuwa analima ufuta,
Akaona mambo kama kidogo hayaendi vizuri, akasikia alizeti inatoa mafuta mengi, alafu mashine ipo kwa Edwin pale. Anasema mimi sipati hata shida ya kusafirisha kwenda wapi? Kwenda Ifakara. Nikalime nini? Alizeti. Anaacha ufuta. Habari ya asubuhi. Nazungumza na binadamu na watu. Unaniangalia afu unanishangaa. Yaani watu hawatulii kwenye jambo hili. Kwenye jambo moja kwa uaminifu. Yaani amegundua tu kwamba akamsimulia mwenzake, unajua bwana fulani mwaka jana kalima alizeti eka 2, kapata milioni 7. Yeye kalima ufuta eka 2, alafu anaona ueleweki wadudu wameshambulia, anakata tamaa, anakimbilia wapi? Kwenye alizeti. Akifika tena kule, akimwambia mtu mwingine, fulani mwaka juzi alilima mahindi kwenye shamba lile unaloliona pale, akapata ndonga 30 na kila ndonga kauza 200,000. Anasema milioni 6 zile baba. Anaacha tena huko, anaenda tena huko. Yaani haeleweki, ni mtu ambaye anatangatanga kama mfamaji. Umeambiwa biashara fulani inalipa, hapo mtu kashakimbia tena. Anaacha aliyokuwa anaifanya, anaenda kufanya biashara nyingine. Yaani ni mtu ambaye anakuwa ni mtu wa kufuata upepo, ni mtu wa kufuata mkumbo. Lazima utulie kwenye jambo moja na ulifanye kwa uaminifu. Na katika jambo hilo Mungu anataka likue. Katika jambo hilo Mungu anataka lionekane. Halo. Lakini leo hii watu wamekuwa ili mradi anafanya kutimiza wajibu. Mimi niwaambieni vijana, kama kuna umri ambao unaweza ukafanya mambo mengi, ukakosea, ukafanya masahihisho, ni umri uliokuwa nao. Yaani leo hii unaweza ukaanzisha biashara ya kufuga kuku ikakushinda, una uwezo tena wa kusahihisha ukaanza kufuga mbuzi. Ulikuwa unaanzisha biashara labda ya mgahawa, ukaona imekushinda, ikafeli, una uwezo wa kuiacha. Ukaanzisha biashara ya kushona nguo. Umri ulio nao huu. Ila ukishakuwa mzee, ukishakuwa nani? Ukishakuwa mzee. Na mimi naamini hakuna mtu ambaye atakuja kukaa kutulia kwenye uzee. Lazima atakuwa anataka kupambana. Hapo sasa mtu ndo tamuona kwenye uzee wake ananyonga baskeli, anaenda kuuza cabbage sokoni katika uzee. Lakini katika ujana hela zake anazitumia nini? Anahonga. Anafanyaje? Anahonga akipata. Hataki kuwekeza. Nikizungumza hivi vitu vinaonekana kama nazungumza vitu vya ajabu, lakini pastor vipo. Kwa sababu nazungumzaje hivyo? Kwa sababu Yesu katuita katika misri mbalimbali. Kila mtu alikuwa na misri zake. Alipokuita hapa kanisani, yale mambo ambayo ulikuwa unayafanya kule, ambayo ulikuwa unajivunia mambo ya kimwili, anataka uyaache. Usiwe mtu wa maneno, uwe ni mtu wa nini? Wa vitendo. Mungu anataka tukafanyeje? Tukazalishe. Nitumie siku ya leo kuwaasa vijana wote, washiriki wote. Tumepewa huu muda tukaufanyie kazi. Tumepewa huu muda tukabadilishe maisha yetu. Tumepewa huu muda tukafanye jambo likaonekane ndani ya maisha yetu. Sio muda wa kukaa kupiga porojo tu. Mungu anataka tukazalishe kile ambacho tumepewa, tukae waaminifu kukizalisha. Yaani usifurahie haya maisha. Tujitahidi sana kufanya kazi. Mimi nasema hivi, ukipata kazi yoyote ambayo ina uwezo wa kukuzalishia 13,900 kwa siku hii, umekula umelala, wewe ni mzungu. Unajua ni shilingi ngapi kwa mwaka? Pastor, ni milioni 5. Yaani ile 13,900 ukaiweka leo hii, kufikia mwakani siku kama ya leo, unapokuja kuangalia ni milioni hizi. Kitu kinachotuharibu sisi vijana ni kutokuwa na malengo. Wakati mwingine mtu anaishi tu hana malengo. Hana malengo. Anaishi tu ili mradi maisha yameenda, siku imeisha. Anakwambia napoteza muda ili nikalale. Kweli unapoteza muda kabisa. Mungu atakuja kutudai. Maana huyu kama alirudi kwa ajili ya kufanya hesabu, kuangalia faida, Yesu atarudi kutudai vile ambavyo alivyotupatia. Ni kweli umepewa kalama ya kuhubiri, uwezi. Kweli uwezi. Basi shiriki, ombea wahubiri.
Waombee. Ombea kanisa. Soma neno la Mungu. Toa zaka na sadaka. Kweli kuimba huwezi. Kwaya inahitaji kitu fulani kwa ajili ya inahitaji hela, uwezesha. Kweli huwezi. Na ndio maana anamwambia hii fedha ungeiweka hata kwa watu wao nini? Riba, nikaikuta na faida yake. Anamaanisha kwamba angeipeleka hata benki ikawa inazalishwa huko. Linapokuja swala la kwamba mimi kweli sishiriki, lakini hakikisha unashiriki kwa namna yoyote. Kweli karama ya kuimba hauna, lakini watu wanahitaji, tunahitaji tununue kitu fulani, jihusishe, shiriki, watie moyo watu. Hivyo ndivyo kuwatia moyo waliopewa ile karama. Kwa hiyo niwaombe sana vijana, tukawajibike, tuwajibike katika maisha yetu. Vijana tunatakiwa tuwe vielelezo. Yaani tukiwa na vijana wa hovyo leo, tutakuwa na wazee wa hovyo kesho. Tukiwa na vijana wenye akili leo, tutakuwa na wazee wenye akili kesho. Hello. Maana kesho inatengenezwa na leo. Hauwezi ukaniambia kwamba unasubiri kutengeneza kesho kabla hujaifikia. Hauwezi ukaniambia unaanza kujadili habari ya kuvuka mto wakati mto hujauona. Leo yako hii itengeneze. Itengeneze. Angalia na marafiki unaoambatana nao. Una marafiki wa aina gani? Marafiki wewe ulio nao ni waporojo tu, story tu, umbea tu, kufuatilia maisha ya watu tu, kufuatilia mademu, kufuatilia wanaume. Bali asubuhi mnasema nimetoka na Roho Mtakatifu, au mnaniangaliaje? Ni uhalisia, lazima tuambizane uhalisia. Unajua tumeshindwa kuendelea wakati mwingine kufichana vitu hivi. Kuto kuambizana ule ukweli. Hatuambizane nini? Ukweli. Lazima tukafikirie kuzalisha. Kile unachokizalisha unakipeleka wapi? Kilete kwa Mungu, kikafanye kazi yake. Bariki watu. Ila watu leo hii wamekaa tu wanasema huyu kwanza mwenyewe anachelewesha tu. Aendelea kuongea hapo anajiona yeye si nani. Lazima tutiane moyo. Halo. Lazima tutiane moyo. Mimi ninapokuwa nazungumza haya maneno, hayakutii moyo wewe tu, hata mimi pia yananitia moyo. Na mimi nawaambia, hebu tafuta kazi yote. Umeiona kazi imefeli, muda mrefu umeifanya umeona imefeli, badilisha basi. Angalia hata namna nyingine. Umeona biashara wewe umefeli, angalia hata upande wa pili kwenye kilimo. Kafanye. Yaani umri huu ukikosea kwenye umri huu, kuna umri unakuja utakutupa mkono. Hujanielewa vizuri. Serikalini wanakuajiri. Halo. Wanakuajiri si hivyo? Wanakuajiri ukiwa na miaka michache. Wanakwambia muda ukifika miaka fulani unatakiwa ufanyeje? Ustaafu. Maana yake ni nini? Hauna chochote cha kutusaidia. Kwanza mawazo yako yamechoka, wewe mwenyewe umechoka, hauwezi kuzalisha. Maana yake ufanyeje? Uondoke, wanakufukuza. Yaani wewe ukiona umepata ajira serikalini, ujue kuna wenzako wamefanyaje? Ndivyo inavyokuwa. Unafikiri ni uongo? Yaani ndivyo inavyokuwa. Na wewe ipo siku inakuja, utafanyaje? Yaani wewe umepewa, uko kwenye ajira, jitahidi pia kuzalisha. Fanya na kazi nyingine itakao kusaidia kuzalisha. Hata siku watakapokuambia toka, hatukutaki, ambia sawa, nina kazi yangu, mtanifanya nini? Unaenda unaendelea na kazi yako. Kwa nini unafikiri wazee wengi wastaafu wanapata magonjwa ya moyo, depression? Akipewa hata zile amepewa hata milioni 50 au milioni 60, kwani huwa zinakaa? Anaanza kuingiza kwenye biashara, kwani huwa zinafanikiwa? Ni kwa sababu anataka kuzalisha vile ambavyo yeye hawezi, hajazoea hivyo. Kuajiriwa serikalini sio kosa kabisa. Ni jambo zuri kabisa, lakini hakikisha kile unachokipokea unatengeneza kinafanya mwendelezo wa kuzaa. Yaani Mungu anataka kikue. Halo? Maana utafika wakati watakukataa, watakutupa. Nasema hatutaki tuondokee hapa. Tunataka kutusumbua na uzee wako. Chukua hii nenda. Utaenda. Na hivyo hata maisha yetu ambaye wewe hujaajiriwa serikalini usifurahi hili jambo. Na wewe wakati utafika utakutupa. Wale wanapewa ni nini kile wanaita? Kiinua mgongo. Halo.
Mgongo umefanyaje? Umepinda. Unatakiwa upigwe jeki uinuke. Maisha yanakuja, hata wewe utainama. Eti una miaka 58 au miaka 60, unaanza kusema ngoja nikapande nini miti ile wanaita nini ile? Achana na mikorosho ile nyingine. Mikorosho si miaka 3 tu, ile miti ya dunia hii. Miaka 58 au 60, anasema kapande nini? Mitiki panda sasa hivi. Mimi nakutia moyo. Mitiki panda sasa hivi. Haitakusaidia. Utawapandia watoto hao. Wataenjoy hao watoto. Wanasema babu alikuwa mjanja. Alipanda mitiki kabisa, hapa tuna enjoy tu. Wanakata miti, wanaingiza hela, wanakula bata. Panda sasa hivi. Umri huu ulio nao ufanyie kazi. Umri utakapokuja wa kupewa kiinua mgongo, useme kiinua mgongo ninacho, kinaniinua tayari. Nyinyi hamkujua tu. Mimi ninacho. Yaani nyinyi msindishe. Ya maana sisi Waadventista wa Sabato tumepewa maarifa mengi na Mungu. Hello. Yes. Kwa mimi niwaombe sana. Mmepatikana, mmeoana katika ndoa, nyinyi ni vijana. Mshirikiane. Mkashirikiane. Mpange mipango ya maisha iliyo mizuri. Sio kuwaza tu kubadilisha mavazi. Wanawake wana shida ya kubadilisha nguo kila mara. Anataka tu yeye avae, anataka tu avae. Wewe mwanaume umepewa kusimamia. Simama kuhakikisha mambo yako yananyooka. Mwanamke mambo ya kigoma, atakaye kucheka ni wewe. Nasema nimepata mwanaume mwenyewe kazi yake kula, anachezea tu hela, anachezea tu hela. Na sisi wanaume kila bali linalokuja tunasukumiwa sisi. Hata kama yeye hakusupport, bali kija unaangushiwa wewe. Maana umeshachaguliwa kama ni jumba bovu. Mbuzi wa kafara. Tukasimame vizuri katika kazi yetu kwa uaminifu jamani. Halo. Tukafanya kazi. Tukazalishe, tukakuze. Mimi niwaambie, ebu kila kijana ajitafakari, ajitathmini kwamba nikiwa na biashara inayoniingizia shilingi 2000 kila siku kwa mwaka, nitakuwa na laki ngapi? Na laki 7 na. Habari ya asubuhi. Kwani bado unafeli maisha? Hawezi kufeli. Hawezi kufeli. Yaani wewe ukiwa unaingiza 27,000. Halo. Halo. Yes. Ukiingiza 100,000 kwa siku kwa mwaka, una milioni ngapi? Hesabu hatujui. Milioni 36. Habari ya asubuhi. Bado wewe ni maskini. Yaani wakati huu jamani vijana ni wakati wa kufanya kazi. Tukaamke, tuache kulalamika. Tuamke. Ni kweli maisha ni magumu. Tufanyeje sasa? Tuendelee kukaa? Hapana, tukafanye kazi. Tukafanye kila namna. Lima kwa uaminifu. Kama unafanya biashara, fanya kwa uaminifu. Yaani mtu leo hii ni msabato, amelima shamba lake. Ukiingia, ameacha na manyasi yamo mle. Hafu huyo kalima atategemea afanyaje? Avune pale. Manyasi mle, mahindi yenyewe kapanda kwenye shimo moja, kapanda punje 8. Anataka eti apate vingi zaidi. Yaani unajiuliza huu ni ushamba wa aina gani huu? Yaani mpaka mtu anamwangalia anasema huyu kama ni mshamba, ushamba huu umezidi kabisa. Alafu huyu ni wakili mwaminifu huyu eti naye. Huyu ni mwaminifu kweli huyu? Utatupwa kwenye giza. Huyu jamaa alitupwa kwenye giza. Anamwambia mtupeni nje kwenye giza, tutakuwa na kilio cha kusaga na meno. Uenda leo hii mimi na wewe tutakuja tu kanisani, kumbe tulishafanyaje? Tumeshatupwa kwenye giza. Yaani Mwadventista msabato kijana anatembea pastor, hata Biblia hana, kitabu cha nyimbo hana. Yaani yupo tu. Kwa nini sisumbue mabinti? Biblia hana, kitabu cha nyimbo hana. Yaani yupo tu. Alafu baadaye anaimba twende kwa Yesu. Wewe tukafanye nini? Kwa mambo nao yafanya haya. Tukabadilike. Pastor. Hawa vijana hawa. Kwa kweli. Maana sasa tusipoambizana ukweli, hakuna mtu atakaye kuja kukwambia ukweli wewe hapo. Maana yule atakaye kuja wa nje atakwambia ndio tukaangalie Simba na Yanga. Halo. Hata kwambia usome Biblia. Yeye atakwambia kwenye habari zile.
Atakwambia twende tukaangalie tamthilia, leo ni mchezo wa 33 unaendelea. Na wanawake kwenye michezo ni hatari. Mabinti, acheni hayo mambo. Fanya kazi kwa bidii. Wakati unakuja, kiinua mgongo hautapata, ila mgongo umeinama. Yaani jeki ya kupiga mgongo ule uweze kusimama hautapata, ila mgongo umefanyaje? Afadhali wenzetu watapewa kiinua mgongo walioajiriwa serikalini. Ila wewe huyo halo. Umri huu tulio nao tupambane. Mnaweza mkakata vijana 3 4 mkaorganize mkasema mwaka huu tunataka tufungue hata mgahawa hapa. Tunauandika. Tumeambiwa tuwe wabunifu. Walasimai tulizopewa. Unaandika chakula kitamu. Bango kubwa kabisa pale. Chakula kitamu kutoka Yerusalemu. Watu hawaji kula. Watu wanavutwa na hisia tu. Yule aliyetengeneza soda kwenye tangazo lile anafungua afa anamimina, anasema hapa anamalizia anasemaje? Onja msisimko. Anachezea hisia zako tu. Kwani kuna msisimko kweli pale? Si ni kuchezea akili ya mtu. Tukatengeneze ubunifu. Wale walikuwa wabunifu, na sisi tunaweza tukaleta ubunifu katika maisha yetu. Halo? Tukaleta ubunifu kwenye maisha yetu. Unaandika bango zuri kabisa. Nguo kali dunia nzima zinapatikana hapo. Kaiza fashion. Kuna tatizo hapo. Watu hawaji kuvaa. Anasema tukaangalie, zinapatikana dunia nzima hapa, tukaangalie ni za aina gani hizi. Akija hapo wewe unapata hela, unaleta sadaka kwa Mungu. Kuna maisha mengine hapo. Si unaomba Mungu tu, Baba, niendelee kunipa uhai, niendelee kukutumikia. Lakini sasa sisi tumezeeka, yani tukiwa vijana. Mwandishi mmoja wa vitabu, mimi wanapenda sana kusoma vitabu vya kijasiriamali hivi, akasema kwamba mtu huwa anakufa akiwa na umri wa miaka 20, anasubiri kuzikwa. Habari ya asubuhi. Mwangalie jirani yako na muonaje, ameshakufa au bado? Unaweza ukawa umeshakufa ndani ya miaka 20, unasubiri nini? Kuzikwa tu. Maana hauna unachokifanya, hauna unachozalisha, hauna unachoingiza. Habari ya asubuhi. Pambana sasa hivi. Sasa hivi mnamuona Edison anaenda na chimba madini anarudi. Unasema yani yeye anahangaika na madini atapata dhahabu yule. Anahangaika eti na madini apate utajiri kwenye madini. Wewe umri ulio nao badala ukapambane, ila wewe kazi kufanyaje? Umri unakuja. Kiinua mgongo hauna. Mgongo utapinda. Unafikiri utaweza Mimi nishawahi kwenda kwenye machimbo. Unafikiri utaweza kuchimba? Hautachimba rafiki yangu. Umri ulio nao fanya kila namna. Yaani kama unatakiwa kuutesa mwili wako, ni wakati huu kwenye kufanya kazi. Fanya kazi. Paulo anasema tulifanya kazi usiku na nini? Na mchana, ili tusifanyaje? Tusimuelemee mtu yeyote. Leo vijana hapo unaweza kumpa akazungushe mtaji wa mandazi. Yaani na deli lote anaenda analizungusha. Na yeye anazunguka huko. Harudi. Huyu si alirudisha moja ambaye alikuwa ameifukia. Sasa kuna wapo hapa. Na deli lote kabisa, lile deli lile ambayo umewekea mandazi yake. Anazungusha, analizungusha, na yeye anaenda anazunguka, alikotokea hajulikani. Ukimwambia vipi tena, nilikuwa nafanya, si unajua tena, anaanza kujisachi kwenye mfuko, utafikiri mkabidhi kwenye mfuko wa suruali. Alafu ni kijana huyu. Jumamosi anakuambia twende kwa Yesu. Na uzembe wako huu. Angalia marafiki wa kuambatana nao. Wewe unamuona rafiki yako hafai. Kigezo cha kusali kanisa moja sio kigezo cha kushikamana urafiki. Leo unamuona akili zake haziko sawa sawa. Hapa tutakuja tutasali, mbinguni tutaenda, lakini urafiki na wewe sitaki. Maana utaniharibu. Mtu huyu hajanielewa vizuri. Yaani maana yangu ni kwamba mkiwa 5, 4 wakawa hawana akili, wewe ni 5 ambaye huna nini? Mkiwa 5, 4 wana hela, hata kama wewe huna, wewe ni 5 mwenye nini? Mwenye hela. Jamani, tubadilike.
Tujitahidi kujishikamanisha na watu ambao wamefanikiwa. Muulize mtu, mfuate. Umefanikiaje wewe? Umefikaje hapa? Sasa hizo watu wanaogopa hata kuwauliza. Mimi niliwahi kumuuliza Edwini, umefikaje hapa? Akaanza kunisimulia story alizonisimulia. Mmoja tu ambaye sijawahi kuisahau mpaka ananiambia aliwahi kutoka usiku akijua kumekucha, kumbe ndo kwanza usiku. Unaenda sasa kukolea. Yaani hujakolea ndo unaenda kukolea. Alafu mtu huyo anatembea kwa miguu kutoka hapa kwenda wapi? Kongo. Ninayo mpaka leo hii. Ndipo nikagundua kwamba maisha sio marahisi kabisa. Yanahitaji kufanyaje? Kupambana, kujitoa sadaka, kujisacrifice. Mwanafunzi upo shuleni, soma. Usitumie muda wa kucheza singeli. Yaani wewe umepewa muda wa kusoma, alafu wewe unaanza kucheza mtafute. Wewe unamtafuta nani? Kasome. Yaani wewe badala usome, eti na wewe upo. Mtafute. Unamtafuta nani? Ukimpata unampeleka wapi? Jamani, wanafunzi nyinyi. Yaani mpaka kabisa ukiwaona unajiuliza, hawa ndio tunaosali nao au kuna wengine wamekuja leo? Niwaombe sana, ila jamani sijasemea hawa. Hawa wenyewe hawachezi. Halo, msije tukatoka hapa mkaanza kusema, kumbe na wewe unacheza kama mtafute. Wachezaji. Ninasema tu, anaweza katokea mwingine, maana sisi tuna watoto hapo hapa. Anaweza katokea mwingine akaenda kule, wenzake wakiwa wanafanya sherehe zao za Kisabato, sisi tunaimba tu nyimbo za vitabuni na kwaya. Akaona hii ya kwetu ile haifai kabisa. Mimi nataka nikacheze ile ya mtafute wa kucheza naye. Unamtafuta mpeleke wapi? Maisha yenyewe yanakutaka utafute. Alafu unataka kumtafuta tena mwingine. Muwe mizigo. Wazazi wako wamekuamini, wamekupeleka shule unasoma. Soma kwa bidii, mtaani kwa moto. Habari ya asubuhi. Mtaani kwa nini? Mwambie jirani yako mtaani kwa moto. Hakufurahishi kabisa. Yaani kama hufanyi kazi, utarudi mtaani. Sasa hivi si unapewa kila kitu bure na wazazi. Mtaani kunakuja kwa nini? Kwa moto. Chana wa leo wangapi wanasema kwa kweli tunahitaji kuwa waaminifu. Na tumuombe Mungu atusaidie. Niwaombe msimame pamoja na mimi kwa ajili ya kuomba. Habari ya asubuhi. Unaona kama mmejisikia vibaya sana leo. Somo linatutaka tuwe waaminifu. Tukafanye kazi kwa bidii, tukafanye mambo yetu yaweze kwenda, lakini zaka na sadaka zirejeshwe kanisani kwa ajili ya kazi ya Mungu. Si kwa ajili ya mambo mengine. Ni kwa ajili ya kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Pastor, naomba nikualike wakabidhi mikononi watu hawa. Karibu sana. Basi tunapiga hatua mbele. Bwana kama kwa uaminifu wakati wa salama na mambo ya kufuatia. Lakini mtoto wao tunashukuru sana kwa neno la uzima ambalo limefika siku hiyo. Tatizo sio changamoto, tatizo sisi wenyewe ambao tumekuwa changamoto. Ni kweli Mungu wetu wa mbinguni atubariki sana. Umetupatia masaa 24, umetupatia afya njema, umetupatia akili, umetupatia rasilimali nyingi, umetukabidhi ardhi nzuri, umetupatia serikali nzuri yenye amani. Umetupatia amani katika jamii zetu, katika familia zetu, hapa taifa letu lina amani. Lakini tunakuwa wakulalamika, tunakuwa wakulaumu na kutokuwa na matumaini. Wakati ulimwengu wasiokuwa na matumaini wanapolalamu, wanapolia nasi tunaungana nao. Mungu wetu wa mbinguni tusamehe. Asaidie Yesu kuona fursa ulizoziweka moyoni mwetu. Asaidie kuona zile rasilimali nyingi na utajiri ambao umeweka katika mikono yetu, lakini sisi hatuoni. Karama zetu na talanta zetu na ubunifu ambao umeweka ndani ya bongo zetu,
Kwa njia ya Roho Mtakatifu katupatie ujasiri wa kuthubutu na kuanza kufanya kazi kwa uaminifu. Kazi zetu tunazifanya kwa uaminifu. Kazi zako ulizotupatia katika shamba lako, ndani ya kanisa lako, tunazifanya kwa uaminifu, ili mavuno yakawe mengi. Maisha yetu yapate kubadilika, tangu kiroho, kiuchumi, na watoto wakaweze kufaidi kuwa watoto wetu. Wenzi wetu wakafaidi kuwa wenzi wetu. Na kila mmoja akaweze kufanya kazi kwa siku 6, na siku ya Sabato wanapokuja akapata na kutolea, maana ya baraka itakuwa imemiminika. Asante kwa sababu ya kila mmoja wetu. Asante kwa sababu umekuja kubadilisha sasa wetu. Na yote ambaye amegundua madhaifu mahali fulani, amekuwa hajatumia vizuri karama yote na zawadi yote ya muda, huenda ni fursa aliyopatia ya rasilimali, amekuwa akipata pesa zikienda tu hapa haziongezeki. Baba mbinguni, kapijaje kila mmoja wetu tukaweze kuzalisha na hatimaye kuongeza katika vipato vyetu. Wale ambao wamekaa kwa muda mrefu hata hawajawahi kuleta mmoja kwako, Yesu azungumze nao, kawapatie ushindi. Kila mmoja wetu apate ujasiri wa kuleta mamia kwa ajili ya wokovu. Bariki wazazi waliopo katika malezi ya watoto wao, wakawalee pia kuwa wakili wema na waaminifu. Kila mmoja wetu katusaidie kuwa wakili waaminifu, ili Yesu atakapokuja tusipite hivi, tusipite mbali katika giza nene, bali tukawaishi pamoja naye katika ufalme wa mbinguni. Asante kwa pendo kwa mapumziko kwa pamoja nasi, tunaomba kwa jina la Yesu. Amina.